nini wapige picha sasa na wakati daraja bado jamani tunateseka eti? Wasipige kabisa picha wakati nyumba ukuta ule unataka kushuka hapa wajirani na watoto wanapata shida kupita pita hapa. Viongozi wasije wakapiga picha kabla halijamalizika. Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Lebabazi na hii ni simu ya dharura iliyotuleta huku kwenye kata hii ya Sakina. Niko na Mheshimiwa Diwani Fadhili ambaye ni miongoni mwa watu ambao wanaonekana kwenye picha ambayo inamuonyesha Mrisho Mashaka Gambo pamoja na viongozi wengine, akieleza kwamba awamu ya kwanza ya daraja imekamilika au kivuko cha kuvuka mtaa huu katika mto Rajabu umekamilika. Sasa watu wengi walikuwa wanapata mashaka kwamba awamu ya kwanza ipi imekamilika alafu linaonekana daraja la mbao, na huenda labda walikuwa wanaamini kwamba sio tu kuonekana kwa daraja la mbao ndo story, ila gharama ya utengenezaji wa awamu ya kwanza ndo watu walikuwa wanajadili kwamba usije ukakuta imepigwa milioni 600 hapo, imepigwa labda milioni 800 na vitu kama hivyo. Sasa tuko na Mheshimiwa Diwani hapa Fadhili ambaye yeye ndiye msimamizi wa maendeleo ya wananchi katika kata hii ya Sakina. Tueleze kwanza ilikuwaje na kinachozungumzwa, ujenzi wa awamu ya kwanza ni hizi mbao ama kuna ambacho hatujakiona kwenye hiyo picha? Karibu Mheshimiwa. Asante ndugu mtangazaji Korumba, kwanza nikupongeze. Ni waandishi wa habari wachache sana ambao wanaweza kutoa taarifa sahihi kwa jamii, lakini nitoe pongezi zangu nyingi sana kwako. Baada ya kuona taarifa ile inasambaa umeamua kufika katika eneo husika na kujipatia uhalisia wa kitu ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Na niseme tu ni waandishi wachache sana ambao wanaweza kuwa na taaluma hiyo au nguvu hiyo au uelewa huo wa kufika eneo usiku kuliko kupotosha jamii. Sasa niseme tu kwamba ilikuwa tarehe 12 ya mwezi wa 5, Mheshimiwa mbunge alikuwa na ziara ndani ya kata yetu ya Sakina katika maeneo machache ambayo alikuwa na changamoto mbalimbali. Lakini katika changamoto hizo mojawapo ilikuwa ni hii hapa. Kama unavyoona ndugu mtangazaji, ni kwamba kwa awamu ya kwanza tulijenga kivuko hichi kwa ajili ya kuweza kupitisha maji haya ambayo yanatoka upande wa juu na kushuka chini. Lakini wakati mkandarasi akiwa yuko site na hizi mvua zinazoendelea, mvua kubwa ilinyesha, kwa hiyo maji yale yakajaa kwenye kivuko hicho yakakata paka upande wa pili hapa ambapo tumesimama. Kwa hiyo kakate katengeneza korongo hili. Kwa hiyo ni changamoto wananchi kuvuka katika eneo hili. Na kama unavyoona uliofika hapo umeona umuhimu wa kivuko hichi kwamba wanafunzi wengi wanapita hapa kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya masomo katika shule zetu za jirani hapa Burka Azimio na Elerai, lakini pia wananchi mbalimbali umeona wakiwa wanakatiza katika eneo hili. Kwa mbunge alifika hapa ili kuangalia kwamba ni kipi tunaweza kufanya ili basi kuhakikisha changamoto hii tunaweza kuitatua moja kwa moja ili basi isijirudie tena, hiyo ni changamoto tumeitatua ya kudumu. Kwa hiyo katika kushauriana tuliona kwamba ingeongezwa tundu la pili ili basi in case kama siku zingine za mbeleni itaweza kutokea mvua kubwa, basi maji yaweze kupita vizuri na isisababishe adha ambayo imesababisha hapa. Kwa tunapozungumzia kukamilika kwa awamu ya kwanza hatumaanishi hapa tuliposimama au tunamaanisha nini? Unaposema kwamba kukamilika kwa awamu ya kwanza ni kwa ajili ya hichi ambacho unaona kilikuwa kinaendelea. Hiyo karavati. Ili karavati kilichokuwa kinaendelea, kwa sababu unaona pia halikukamilika hata hili lenyewe. Kwa sababu litakuwa lifungwe masikio huku, liwekwe gabioni kule, lakini pia kule litakuwa jazwe kifusi ili basi pawe flat. Kwa hiyo hata hichi hakikukamilika, mvua ndio imenyesha wakati mkandarasi uko site. Na unaona baadhi ya material yake bado yako hapa, ndio kikatokea hichi. Lakini mimi silaumu. Nishukuru mvua hizi kunyesha kwa sababu zimetuonyesha uhalisia kwamba sehemu hii anapita maji yenye wingi kiasi gani, ambayo itasababisha sasa wakati tunatatua changamoto hii na imani tutakuwa tumetatua changamoto ya kudumu. Lakini kilichosababisha mnaona tumeweka hichi cha mabanzi hapa, kama unavyoona watoto wa shule ambao wamesimama hapa. Hichi cha mabanzi ndo ni tofauti na awamu ya kwanza. Yaani awamu ya kwanza inaishia kule, si ndio? Ni sahihi. Ni lile karavati. Hichi kivuko cha pili ni cha tahadhari ya kuvusha watu. Yaani baada ya hapa kwa pamekatika, sasa kukatika kwa eneo sio sababu ya huduma mbalimbali za jamii kukua zimekwama. Kwa sababu unaposema kwamba utashindwa kuweka hata cha emergency, watoto kama hawa watashindwa kwenda kupata huduma ya elimu. Kwa hiyo tukaamua kuweka hichi emergency ili basi watoto waweze kuendelea kupita na kwenda kupata huduma ya elimu katika shule zetu za jirani hapa. Kwa hiyo maana tungeacha bila kuweka hichi, basi watoto wangeshindwa kufanyaje? Wangeshindwa kukatiza. Kwa hiyo tuliweka hichi kwa ajili ya dharura tu. Umeona ile picha mtandaoni. Kitu ambacho nahisi watu hawajakielewa kabla ya mimi kuuliza maswali yanayohusiana na ile picha. Ni kipi ambacho unataka ukiweke sawa juu ya wanavyokosoa mtandaoni? Kwanza kabisa ninavyoanza mahojiano na wewe nilikushukuru kufika eneo husika. Inaonyesha kwenye tasnia hii ya swala zima la uandishi wa habari, naweza nikasema umekuwa mbobevu
kufika eneo la tukio. Sasa ni msomi kabisa, na kweli jina lako ni Korumba Alibaba, si msomi. Kwa hiyo umefika eneo husika na umepata uhalisia kwamba daraja hili sio Mrishogambo alikuja kuzindua kama taarifa zinavyosema, na ni watu wamechukua picha na kupotosha, kwa sababu wakati Mrishogambo yuko hapa zilipigwa picha za pande mbili za daraja hili. Picha ya kwanza alipiga akiwa amesimama hapa, tulikuwa tumesimama pamoja naye, lakini picha ya pili ilipigwa upande huu. Sasa wakati wanapiga picha upande huu, mpiga picha alisimama upande huu. Kwa hiyo kikatoka hichi kipande cha mbao kuja upande wa magharibi ambako hamna kalavati. Kwa hiyo watu wenye nia ovu kipindi hiki cha siasa wakaamua kuchukua upande wa huku na kuweza kuipotosha jamii. Lakini watu hawajachukua kwa maana wamekutana nayo tu bahati mbaya. Yeye mheshimiwa mbunge ndo aliposti kwenye kurasa zake. Unataka kwa tunaweza tukaamini kwamba alitaka wachukue upande watakaotaka wao? Mtu mwenye nia ovu anachukua kiovu. Kwa sababu ukienda kwenye peji ya Mrishogambo ameposti picha 4 bila kukosea. Lakini mwenye nia ovu akachukua ile ambayo anaona akiweka uovu wake utasambaa. Kwa hiyo alienda akachukua ile picha yenye nia ovu ndo akaweka kwenye mitandao ya kijamii. Kama alikuwa na nia njema angechukua picha zote 4 zinazoonyesha mandhari ya eneo hili na akaweka kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kila mtu anatafuta biashara yake iuze au nini. Kwa hiyo anachukua taarifa mbaya kusambaza, kama Waswahili wanavyosema kwamba kibaya kinaenea haraka sana, kizuri kinaenea taratibu au polepole. Wananchi wanasema hamkupaswa kuja kuanza kupiga picha hapa na kujisifu mmefanya kitu wakati hapa hajakamilika. Na nyinyi mmeshapiga picha au mnaendelea kupiga picha. Unahisi wako sahihi kwamba kamilisheni ndio mje mpige picha? Sasa mnaona mmetuma picha ambayo imezua taharuki, ama unahisi kupiga kwenu picha wakati haijakamilika inatija kwenye kulikamilisha? Kwanza kabisa mimi niseme unapofanya kitu kinaweza kuwa na impact mbili. Impact ya kwanza inaweza ikatoka tofauti na watu waliofikiria, lakini impact ya pili inaweza kusababisha kitu kikafanyika. Mimi sasa nikueleze ukweli, alikuwa na nia ovu ya kumchafua Mrisho Mashaka Gambo. Naweza ngasema amefeli, kwa sababu mpaka dakika hii tunavyoongea hatuna siku nyingi ambazo sasa tutakuja kuanza kazi ya ujenzi wa kivuko ya kuongeza ile box culvert upande wa pili. Kwa taarifa ile imeenda kwa uovu, lakini pia kwa upande wa pili serikali wamepokea kwa positive impact, na tayari mkandarasi hapa atakuja muda si mrefu na kumalizia ile tundo la pili. Kwa kama alikuwa na nia ovu, si tumshukuru ile nia ovu, Mungu kaibariki ikawa nia njema. Sasa kazi itaanza muda si mrefu. Kwa hiyo kupitia ile picha imeleta nguvu na msukumo wa serikali kuona haja ya kumalizia hapa, sio? Kwa sababu walikuwa katika mikakati hiyo, imesaidia kusukuma na kuharakisha. Kwa hiyo maana hapa hatuna muda mrefu utamwona engineer akiwa site na kumalizia tundu hili la pili. Na watoto kama hawa ambao umeona wanateseka, na imani sasa wataenda kupita vizuri bila shida. Na hatuishii hapo tu. Kama unavyoona kivuko hichi kina upana wa zaidi ya mita 5. Kwa hiyo maana tutakapokamilisha hapa na kujaza kifusi vizuri paka kule, ina maana hata gari ndogo hapa zitapita, maana barabara inatokeza paka ngambo ya pili na pikipiki na bajaji. Kwa hiyo tutakuwa tumetanua pia huduma. Wakati Gambo anapiga zile picha, alisema anazipiga kwa matumizi gani au kwa namna gani? Japo hili ni swali ambalo huenda ningemuuliza zaidi yeye, labda wakati mnapiga alisema bwana tupige picha labda kwa sababu 1 2 3, au yeye alipiga tu mkaja na nyie kuziona mtandaoni ili tupate picha ya madhumuni ya upigwaji wa zile picha? Unajua upigaji wa picha ni utashi wa mtu, na kama nilivyokuambia hata mimi naweza mtu akatukuta tunaojiana hapa akapiga picha kwa nia njema tu. Kila mtu anamjua Korumba kwenye mitandao ya kijamii, leo sasa hivi akakuona hapa akaomba pige picha na wewe. Lakini kwa mtu mwenye nia ovu akachukua picha ile na kuigeuza matumizi. Kwa hiyo yeye hakuwa na nia mbaya ya kupiga picha katika eneo hili, kwa sababu katika mchango wa daraja hili naye ni mmoja alitoa mchango wa shilingi milioni 5. Kwa hiyo alikuwa na haki kabisa ya kupiga picha katika kile ambacho naye alikichangia katika daraja hili. Na nia ovu, na umekuwa umehitaji nia ovu kama mara 2 mara 3. Unahisi watu wanaweza kuwa na nia ovu ipi na Gambo? Kwa sababu ni mbunge, ni kiongozi, wanaweza kuwa na nia ipi mbovu kihusiana na picha? Nia ovu tu utaiona kwa sababu maandishi walioandika kulingana na picha ile ambayo inatembea katika mitandao ya kijamii wameandika tofauti. Sasa unapoandika tofauti harimi na kuona kwamba una nia ovu, kwa sababu kusema kwamba mheshimiwa mbunge wa Arusha mjini afika kata Sakina eneo la Mto Rajabu na kwenda kuzindua kivuko ambacho amekitengeneza au amekitengeneza, ameenda kukifanyia uzinduzi, alafu anaweka picha hii ya kivuko cha mbao. Kwa nini kama alikuwa na nia nzuri asionyeshe kuanzia huko mwanzo? Kwa nini akate katikati kuja kipande cha mbele? Kwa hiyo ni nia ovu tu kutaka kupotosha jamii. Okay, na gharama za mradi sasa ndio kitu watu wako wanataka sasa waweke, kama ni daraja la milioni 60, kivuko cha milioni 50 cha zinduliwa. Hadi sasa hivi ni gharama zipi ambazo zimetumika au zitatumika baada ya mradi kukamilika? Kwanza kabisa mfahamu kwamba kivuko hichi kinatengenezwa na mkandarasi anaitwa Shilutete
ndio anatengeneza kivuko hichi. Pindi unapoita mtu mkandarasi, utaratibu wake ni kwamba anapewa kitu kinaitwa BOQ au ramani ya mchoro kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo anachokifanya anatumia gharama zake mwenyewe kulingana na mchoro uliopewa na thamani ya mradi. Atakapokamilisha, engineer au msimamizi wa mradi huu atampa kitu kinaitwa certificate of approval kwamba alichopewa afanye ndicho alichokifanya kwa usahihi. Basi baada ya maridhiano na kuridhika alichokifanya ni sahihi, ndipo sasa sisi tunamlipa zile gharama ambazo amezitumia hapa, ambao mpaka atakapokamilisha mradi huu utagharimu shilingi milioni 21. Milioni 5 mfuko wa jimbo, lakini milioni 11 zilitoka kwenye halmashauri ya jiji la Arusha. Kwa jumla mradi mzima ni milioni 21. Milioni 21. Mwisho kabisa, baada ya ile picha kwenda mtandaoni, usumbufu gani umejitokeza au mambo gani mapya yamejiri baada ya ili daraja au hii eneo kuonekana huko mitandaoni? Kwanza kabisa nishukuru, unajua naweza nikasema taarifa imeenda viral sana. Nimekuwa nikipigiwa simu nyingi, lakini pia watu mbalimbali wakiwa wanahoji kwamba nini kinachoendelea hapo. Lakini nini hicho kimefanyika, mbona ni kuizalisha serikali au kuchafua serikali? Kwa hiyo imeenda viral sana, lakini nashukuru walikuwa wakiuliza na ninawapatia majibu ambacho kinachotakiwa kupatia. Lakini shukrani nyingi zije kwako. Sasa umefika eneo la tukio sasa, na imani wale ambao walikuwa na nia kupotosha sasa waenda kupata taarifa kamili kwamba nini kinaendelea na nini kilitokea na kinachotakiwa kuendelea ni nini. Kwa kifupi, ile picha ilileta usumbufu mkubwa sana. Ndani ya siku 3 mfululizo imeleta usumbufu sana. Hilo nalo ni la muhimu sana. Hakuna upigwaji wowote unaomhusisha mbunge au wewe na wale waliosimama kwenye ile picha, ndio maana unatetea hapa? Kiukweli kama nilivyokueleza, hakuna upigwaji, kwa sababu nimekueleza kwamba kabisa daraja linatengenezwa na mkandarasi. Sasa mkandarasi anatumia fedha zake. Sasa kama ndo mkandarasi, je, utakubali utoe fedha zako unipe mimi kwa ajili ya upigaji? Sasa hiyo la kwanza hilo, lakini la pili, kama utafanya hivyo, je, yule engineer ambaye ndo msimamizi wa mradi ambaye ni mtumishi wa serikali, katika hayo je, atakubali kukupa certificate? Lakini swali la tatu, fedha zile wakati tunataka kukupa, lazima kikao cha ODC kikae cha kata Sakina ambacho kinajumlisha wenye viti na wataalamu wote. Je, watarizia kutoa hela kwenye akaunti ya kata kumlipa mtu ambaye ametengeneza chini ya kiwango? Kwa hiyo maana kwa kifupi hakuna upigaji, kwa sababu atashindwa kupata malipo yake stahiki pindi anapomaliza mradi. Mheshimiwa Diwani, mliweke sawa hili na litakuwa la mwisho kwa upande wangu. Kama fedha za kutengeneza hapa mradi, mkandarasi kwanza anatoa mfukoni mwake, milioni 5 ya Gambo imefanya kazi gani? Yani kinachofanyika, zile fedha za Mheshimiwa Mrisho Mashaka Gambo ambazo ziko katika mfuko wa jimbo, nikiwa kama diwani kwa kushirikiana na wenye vitu wa mitaa kwa kupitia ODC, tunaomba kwamba tuna mradi wa aina fulani ambao tunataka kutekeleza ndani ya kata Sakina. Tunapeleka mambo yao halmashauri. Kwa halmashauri wanachokifanya, wanatoa ile fedha, haiji by cash, inatolewa inaingizwa kwenye akaunti ya kata Sakina. Kwa hiyo baada sasa kuingizwa zile fedha, alikuja engineer jina kufanya designing hapa, mchoro hapa. Baada ya kufanya mchoro kuonekana ile milioni 5 haitoshi kutengeneza kinachotakiwa kutengenezwa hapa. Kwa hiyo mradi ule baada ya kuchora ile kivuko ilitoka thamani ya mradi wa milioni 21. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba halmashauri ilibidi wajazie milioni 16 ile 21. Kwa hiyo alichofanya ni kupeleka hizo proposal mbalimbali katika ofisi mbalimbali za halmashauri, na baadaye halmashauri waliridhia. Kwa hiyo wakatoa milioni 16 katika jiji na kuzingiza ndani ya akaunti ya kata Sakina. Kwa hiyo zikajumlika kwa pamoja na zile za mbunge zikawa milioni 21. Naamini imeeleweka vyema, na sisi tuko juu ya kivuko cha dharura kutokea kwenye karavati ambalo linaunganisha hizi pande mbili au mitaa miwili hapa maeneo ya Sakina katika mto Rajabu. Kwa wale ambao walitazama picha wakawa na maswali mengi, na nadhani wamepata uelewa kupitia kwa Mheshimiwa Diwani Fadhili ambaye ameelezea kinagaubaga juu ya namna ambavyo kwanza pamejengwa hapa, lakini pia dhamira ya picha na kwa namna ambavyo imetafsiriwa ndivyo sivyo, lakini matokeo makubwa yaliyotokea kutokana na picha hiyo kutafsiriwa kwa namna yoyote ambayo wao umeiona kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni simu ya dharura, na mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Le Babas. Weka comment yako hapo chini kistaarabu. Kwa heri. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna baa maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.